kama alivyokuwa Mheshimiwa Malulu Injendi. Ya pili, nikikaribia kumalizia, ni kwamba jambo ambalo sitasahau katika safari yake ya kuwa mwanabunge mwingine ni kwamba mzuri kama alivyokuwa msimu uliopita wa bunge kabla tufike Disemba, ndiposa tulikuwa tunafanya dakika ya mwisho ya kuipiga msasa ile sheria ya sugar bill, na niseme kwamba mchango wake katika sheria hiyo ilikuwa ya maana sana. Maoni yake yalitusaidia sisi wengi kupata kuelewa ni vipi mwananchi wa kawaida angependa sekta hiyo iweze kuendeshwa. Na ninafurahia sana Mheshimiwa Rais, wakati tuko hapa, kwamba sekta hiyo ni moja ya sekta ambazo zimepiga kusonga mbele tangu wewe uchukue hatamu za uongozi mwaka wa 2022. Ningependa kukusii na kukuomba Mheshimiwa Rais, kama vile tu, kwanza wacha hata nishukuru kabla ya kuomba. Mimi nashukuru kwa sababu mimi ni mwakilishi wa wakulima. Pahali ninatoka kule Kericho, tuna wakulima wa chai na wakulima wa miwa kama wale wako hapa upande wa Malava. Program ile ya serikali ya kupatiana mbolea ya bei rahisi ni program ambaye imesaidia mkulima wa kawaida sana. Na ningependa kuhimiza Mheshimiwa Rais, zidi kuweka uzito katika program hiyo, ndiposa hata uhakikishe kwamba last mile ya hiyo program, yani kuhakikisha kwamba mwananchi haendi safari mbali sana kuchukua mbolea ile, iletewe karibu baka na mlango yake, ili uchumi wa mwananchi wa chini hapa iweze kupata nafuu. Ya mwisho kwa hiyo sekta, Mheshimiwa Rais, mimi nilikusikia wakati ulikuwa umetembea hapa Kakamega, na nilifurahi sana kwa sababu jambo ambalo ulisema linawaguza baka wakulima wale ambao mimi nawakilisha. Ulisema kwamba kama vile wakulima wa chai wanalipwa bonus kila mwaka, unataka kuweka mpango mzuri ili hata mkulima wa miwa pia na yeye mwisho wa mavuno yake apate bonus bila kubaguliwa katika taifa hili letu la Kenya. Ile amendment kidogo tu mimi ningeweka ni kuomba kwamba ukishikana na viwanda hivi ambapo unafanyia ile program ya privatization, unajua miwa sio kama chai. Chai wakulima ulipo karibu kila mwezi. Ningependa ile scheme ya bonus isikuwe ni ya mara moja kwa mwaka peke yake. Walipwe mara 2 ama mara 3 kwa mwaka kulingana na vile wamelima mazao yao. Na mimi najua hiyo ni mpango ambaye wewe, kama vile mheshimiwa mmoja alizungumza hapa, akasema wewe unajua kupasua njia hata pahali kunaonekana hakuna njia. Tafuta njia ili mkulima wa miwa atajirike na apate heshima katika taifa hili la Kenya kama wakulima wengine wote, asisahaulike nyuma vile alikuwa amesahaulika miaka ambaye ilikuwa imepita. Ya mwisho kabisa, Governor Fernandes, itakuwa makosa nisipotoa ombi hili tukiwa hapa Kakamega. Kuna jambo na mjadala ambao unaendelea Kenya kuhusu bima ya taifa ili ambalo linaitwa Taifa Care ama inajulikana kama SHA. Wiki iliyopita Mheshimiwa Rais tumemwita waziri wa masuala ya afya pale bungeni, na amekuja na ripoti ambayo mimi niliitizama na nikasema ni vizuri ni tafsiri ili tukiwa hapa Kakamega wananchi pia waweze kuelewa. Kwamba tulimuuliza, je, bima hii tangu ianze ni shilingi ngapi zimekusanywa na ngapi zimelipia wananchi? Akatuambia ni kwamba tangu mfumo huu uanze mwezi wa 10 mwaka uliopita wamekusanya bilioni 20 na bilioni 19 imelipia mwananchi wa kawaida bill za hospitali. Sasa mimi najiuliza swali moja. Wewe hapa Kakamega unafuata vyombo vya habari, unafuata kwenye maredio, unapiga kelele kwa mazishi, unasema hii kitu sisi tulisikia haifanyi. Na kuna Mkenya amenyamaza mahali, yeye anaenda hospitali wakati amegonjeka analipiwa bill. Mimi nataka kuwarai hivi, kabla hujaongea, kabla hujapiga kelele, kabla hujapumbazwa na wanahabari ambao wananiambia katika taifa letu la Kenya, jiandikishe kwanza. Wakati utagonjeka uone kama utalipiwa ama hautalipiwa, ndiposa sasa ukuje kuongea mbele ya umati. Hilo asanteni, kwa sababu unajua hapa katika taifa letu la Kenya imekuwa ni watu ambao mara mingi tunazungumza. Huyu mheshimiwa baraza anajua kitu moja. Kaunti zetu
mimi ni mtetezi wa maneno ya county. County zetu zilikuwa zinangojea kulipiwa pesa na NHIF kwa zaidi ya mwaka moja. Huyu baraza ni shahidi na anajua jambo hili kwamba tunapozungumza siku ya leo, serikali zetu za county zimelipwa mpaka mwezi wa Januari kutokana na wale wananchi wa kawaida wameenda kutibiwa katika hospitali zetu. Kama ni uongo, gavana wenu wako hapa, atasema kama ni kweli ama ni uongo ile nazungumza. Kwa hivyo, gavana atasema hapa. Ya mwisho kabisa niseme asanteni kwa nafasi ile ambayo mmetupa. Niseme pole kwa kumpoteza rafiki yetu Malulu Injendi, na niseme Mwenyezi Mungu awabariki mpaka wakati mwingine. God bless you and thank you so much. Wapi makofi ya Mheshimiwa Aaron Cheriot. Asante.